mnyama kufuzu hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika. Na huyu ni shabiki wa Simba akiwa anaanikiza. Kaka uko poa? Niko poa, niko good, niko full kabisa. Kwanza hongereni kaka. Asante sana. Shukrani sana. Rudi miaka mingapi kaka? Baada ya miaka mitano. Tumeshia hatua robo mara 5. Hii ingekuwa aibu mara hii. Watani zenu walikuwa wanatamba wao mwaletee picha ya kucheza finali. Sio watani tu, hata baadhi ya wachambuzi walikuwa hawategemei Simba kama ingefika hii hatua. Lakini mimi niseme tena, kwa uwezo kocha wetu Fadru na wachezaji ambao tumekuja wana matamanio na timu yetu ifike mbali, leo hii ndio unaona Simba inafika hii hatua. Kwa hiyo pongezi kwa uongozi wa Simba kwa kutuletea kocha ambaye ana uweledi pamoja na usajili wa wachezaji ambao baadhi wachache ambao wana makosa madogo lakini wamefikisha Simba hapo ilipo. Walikuwa wanawapumulia muda wote. Ulikuwa na hali gani wakati mechi inaendelea? Hali ilikuwa mbaya, ndio maana nikasemaje, katika miaka yote tunaotolewa Simba tulikuwa tunacheza kitoto, lakini safari hii Simba inacheza mpira wa kiutu uzima na Simba inacheza kikubwa. Ndio maana unaona tumekuja na aggregate ya goli moja, tulikuwa na nia kubwa ya kuilinda goli letu. Maana washabiki wengi walikuwa wanatamani mechi sisi tuchinde, na sisi kweli kwa matamanio yetu tushinde, lakini kocha alikuwa na plani zake kwamba zuieni wanangu, kama mtapata nafasi basi mtashinda. Lakini hii imetupa advantage ya sisi kuondoka kwenye hii hatua. Kwa hiyo pongezi kwa kocha pamoja na wachezaji wote kwa ujumla. Furaha yako unaipeleka kwa nani moja kwa moja baada ya kutinga hatua ya finali? Furaha yangu naipeleka kwa Utopolo. Nawaambia ndugu zangu Utopolo, tunarudi. Wamelalamika kwanza mechi yetu, wachezaji walioenda timu yetu wamelalamika, mashabiki wa Utopolo, kwamba kwa nini South Africa hawajapelekwa mashabiki wa Simba. Baadhi hadi watu wamewatoa kwenye picha kwamba hawajapeleka. Washabiki wa Simba walioenda South wamejigaramia kwa pesa zao wenyewe, na hii ndio formula mashabiki wa Simba walipo. Popote Simba inapoenda huwa wanajigaramia wenyewe, sio kama Utopolo wanabebwa kila mechi. Ndio maana wakawa wanalalamika kwamba kwa nini mashabiki hawajapelekwa South. Watawapeleka washabiki wangapi South? Washabiki tuliokuwa Simba ni wangapi? Watubebe wote watupeleke South, ila hiyo inatoka wapi? Kwa hiyo waloenda kule wamejigaramia kwa pesa zao. Kwa mashabiki wa Utopolo, waiache Simba. Hii ndio Simba ya ubaya ubwela, na msimu huu Simba imezamilia. Ile swala la kusema tulikuwa tunajenga timu ilikuwa danganya toto. Ilikuwa mtego. Ule ulikuwa mtego, lakini baada ya kugundua ndio tukasema hii tunavuka. Na mmevuka kweli. Umeona mwenyewe. Wananchi walikuja na medali, nyie sisi tunaleta kombe. Sisi ndio maana kwameaje hii tunavuka. Ngoja semaji arudi atatuletea msemo wa kwenda finali. Msemo mwingine. Semaji letu akirudi atatuletea msemo mwingine. Mchezaji gani ambaye leo amekukosha sana? I say bwana, huyu bwana anaitwa Kibu Dennis. Prosper. Huyu mwamba leo mwamba kapambana. Lakini kiukubwa timu yote imepambana, ila Kibu Dennis, Kibu Denga, appreciate kwako baba. Unazungumzaje kiwango cha Musa Kamara? Pimpin Kamara. Ndio maana mimi nilisema siku zote golikipa bora lazima afungwe, ndio Pimpin Kamara. Watu walipofungwa wakawa na mdharau sana, lakini leo hii ana advantage kubwa ya kutuvusha kwenye hii hatua na yeye. Kwa hiyo Pimpin Kamara appreciate kwake. Ni bonge la kipa. Usajili kwa viongozi, wametusajilia wachezaji wazuri. Nadhani nasema ni wachezaji wachache tu ambao hawako kwenye mfumo. Wale wachambuzi ambao walikuwa wanasema Fadru ni kocha wa kawaida sana, wengine wakisema hatua ya kuvuka ni sawa na mlima Everest Simba kucheza finali. Aibu yao. Mimi natamani kesho ifike asubuhi nikae kwenye kipindi cha michezo nisikilize umbea wao watakapozungumza. Lakini mimi ninavyowajua wachambuzi wa kibongo, akia Mungu wanaisikia Simba kesho hataongea tena kuhusu Simba. Watabadilisha upepo. Hii Simba inakuadhibu pale unapoisema vibaya. Wachambuzi wa kibongo, toka msimu unaanza Simba haijawahi kusemewa mazuri hata siku moja, lakini kwa uwezo wa Mungu kila hatua tunavuka. Sasa hivi imebaki aibu kwao. Mimi kesho nitafungua kila redio nisikilize mchambuzi anapoongea mmoja baada ya mwingine, waseme Simba hii mbovu au Simba hii aina gani. Watuambie mpaka ukubwa wetu watugeie. Unajua kufika nafasi ya 4 pale sio kitu kidogo Kwenye linki za cup tuko nafasi ya 4, sio kitu kidogo, tumepambania sana. Sasa watu wengine hawataka kujua Simba kama ni kubwa. Wanaongea kwa sababu ya ushabiki na unazi, lakini Simba ndio kubwa katika taifa hili. Mpinzani wenu ambaye mnakwenda kukutana naye finali ambaye anapewa advantage kubwa ambaye ni RS Berkane, anaonekana kuwa mgumu kutokana na kuwafunga wenzake idadi ya goli nyingi. Nyie kama Simba mmejipanga vipi katika mchezo huo?
Simba wana kila mchezo inakuja inabadilika. Hata hii mechi ya Selabochi walisema sisi tunaenda kutolewa South Africa. Lakini umeona kisa kwamba alimfunga nani Selabochi alimfunga nani akakwao kule. Akaonekana kwamba yuko bora zaidi, na ndio maana walisema Simba hatavuka hii hatua kwa sababu ya ubora wake. Kwa hiyo hata wewe mpinzani wetu ambaye tunakuja kukutana naye, mimi naamini kwa uwezo wa Fadlu anapobadilisha tutakuja kupambana nao. Na uzuri na hisi kama tunaanzia kwao. Kwa hiyo kule tunaenda, tukija hapa tunachukua kombe letu, wanaume tunatamba mjini. Kwa hiyo kombe mnaanza kulisherehekea maeneo gani? Kombe lazima lianze kwanza nyumbani. Msimbazi nyumbani, alafu ndo tutaanza kulitambaza kila sehemu, lakini kwanza litaanzia Msimbazi. Mimi nakwambia brother, amini Simba msimu inaita kombe. Moja kwa moja. Amini nakwambia, hii Simba msimu watu wameibeza sana. Amini nakwambia. Lakini msimu huu kombe linakuja hapa. Ule mtego wa kusema mnajenga timu, huenda labda ndio ulisababisha watu wengi wakawa wanaidogosha Simba. Na ndio walitudharau sana. Lakini mwalimu alikuwa na plani zake. Na mpaka dakika hii nasubiria Fadlu atasema timu yake sasa hivi imefikia asilimia ngapi. Mara mwisho alituacha kwenye asilimia 58. Hii timu ikifika asilimia 90 inapita kwaje? Tutacheza hapa, tutacheza na Barcelona. Atakula mtu mkono. Tuone mtu wa kucheza naye. Mara hii timu iko asilimia 58 ndio moto ule pale. Na kila siku inabadilika. Ikifika asilimia 90, achana na 100, 90, hii Simba itakuwa ya aina gani? Aisee, watani wajifunze kutoka kwa mnyama. Unawaelezaje kuelekea mechi yenu ambao wanasema hatuchezi? Watacheza. Hii mechi watacheza, na tuliwaambia watacheza. Zile t-shirt zao walioandika hatuchezi waziweke pembeni. Mnyama anawasubiria. Ila waende na kanuni watu wachie uwanja, tufanye mazoezi yetu kama mbuzi wetu, tuwaeke pale hapo tuingie kati. Tuonyeshane uwezo. Mna nia kuondoka na makombe yote safari hii? Yaani ndio maana ubaya ubwela. Sisi kwamba chochote kitachokuwa mbele yetu tunakipitia. Kombe la Mapinduzi tumeliacha kwa sababu tumeona ndugu zetu hawana sehemu ya kujitetea msimu. Bora wabaki na Kombe la Mapinduzi. Lakini ligi kuu watu achie. Federation watu achie. Na huku kwa wanaume, watu ache wanaume. Tunapambana huku. Tunapambana. Hongera sana. Neno la mwisho kwa wana Simba. Wana Simba, timu yetu bado tunaijenga. Ipo asilimia 58. Kwa hiyo ukizidi sana mwanangu utakwenda jela. Kwa hiyo mimi naambiaje mashabiki wa Simba? Kuna kajimbo kapigeni kidogo basi. Kwanza naambia mashabiki tutakapiga tu. Simba wamwache kocha atakavyopanga timu. Wasiibeze, timu yao bado inajengwa. Hizi hatua inaofika ni matunda haya. Lakini timu bado inajengwa. Hata tungetolewa kwenye hatua mtoano, mimi nilikuwa sina deni na Simba. Sio huku tulikofika. Sela ukizidi sana mwanangu utakwenda jela. Shukrani sana.